kubwa kabisa ni utukufu. Naomba usimame, bado tunasema ingelikuwa ni wewe tusingelipata wokovu. Simama kwa miguu yako. Yesu siku ya leo anataka kukuhudumia. Anataka siku ya leo, kwa kuwa ni siku tofauti na siku zingine, Yesu anakuhudumia. Nyosha mkono wako na moja, weka kifuani pako. Pia inua macho yako juu. Nataka tu Bwana Yesu, Mungu wetu uliye mtakatifu, tunakushukuru watoto wako siku ya leo, siku uliotupatia kwenye maisha yetu. Tunajivuna, tunajidai kwa sababu Mungu umetupa siku ya leo. Asante Roho Mtakatifu, wewe unayetupenda mno 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 katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Unatulinda rohoni, unatulinda mwilini. Watumishi wako tumenyosha mikono yetu, na mkono mmoja tumeweka kifuani petu, ishara ya kuwa peke yako ndiwe unayestahili, ndiye uliyetuumba kwa mfano wako mwenyewe, na ndiwe uliyeturuhusu tukuamini Kristo. Ndio maana tumekuja hemani mwako, tumesogea madhabahuni pako, watumishi wako. Bwana, tunaomba Roho Mtakatifu ututembelee vile upendavyo Bwana siku ya leo. Mungu umeongoza nyakati, vipindi na wakati na majira. Leo ni saa yetu Bwana, na siku hii ni siku yetu. Tunaomba Mungu uibariki, ikawe ni siku njema yenye baraka na neema katika maisha yetu. Kupitia Roho Mtakatifu ninaomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Awali ya yote napenda kumshukuru Mungu aliyenipa kibali na nafasi ya kuweza kusimama hapa. Pia namshukuru Mungu wa madhabahu hii ambaye ameniona akaona siku ya leo niweze kusimama hapa. Si kwa akili zangu, na muamini Roho Mtakatifu kuwa yeye ndiyo jawabu la maisha yetu. Kwa majina, jina langu naitwa Gabriel Daudi Milinyi. Ninamshukuru Mungu amenipendelea na kunipa nafasi ya kunipa mke mmoja ambaye nimpendaye, anaitwa Lydia Yohana Chaula. Pia namshukuru Mungu kwa kunipendelea kama ambavyo amekupendelea wewe, kanipa watoto watatu ambao wana jinsia ya mimi, ambao ni wa kiume. Pia ninapenda kutoa shukurani kwenu kwa sababu wakati mtoto wangu anakuja kubarikiwa katika madhabahu hii, mimi sikufanikiwa kuwepo. Nasema asante sana sana sana. Mbarikiwe. Katika vipindi ambavyo Mungu amenipa vipindi tofauti, lakini katika vipindi vyote ninamshangilia. Hata kama vikiwa vya magumu, vikiwa vya baraka, vikiwa vya furaha na amani, ninamshangilia Mungu. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni awabariki sana sana. Asante
Kwa hali maarufu wanapenda kuniita asubuhi. Hapa tuko Gabi wawili, kwa hiyo mimi naitwa Gabi asubuhi. Za asubuhi, mimi Gabi asubuhi. Kwa hiyo ukipenda niite Gabi za asubuhi. Nisije nikaja nikachukua hela za Gabi mwingine siku nyingine, kumbe natakiwa achukue yeye nikachukua mimi. Ambazo natakiwa nichukue mimi akachukua yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza kusema asubuhi au nikasema Gabriel Mbilinyi na lenye limekaa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo nina kitu kimoja ambacho Roho Mtakatifu amenipa nafasi, amenipa kibali. Ninataka nizungumze na wewe kwa utulivu. Ninaomba Roho Mtakatifu anitulize na akutulize wewe utoke hapo ulipo. Kuna mahali umekwama, lakini Roho Mtakatifu ana tabia ya kuwatoa watu mahali walipokwama, kwa sababu yeye ni Mungu, anawajua watu wake. Naomba Roho Mtakatifu anitulize sana kwenye hili somo, kwa kuwa naamini muda ninao mwingi katika Bwana unanitosha kabisa. Wewe unayeandika, andika kichwa cha somo kinasema kusubiria kunaleta hasara ndani ya Kristo. Kusubiria kunaleta hasara ndani ya Kristo. Mwanafunzi bora ni yule ambaye anapenda kuandika. Mwaka 92 wakati ninaanza darasa la kwanza, mwaka 90 ngapi? 92, wakati naanza darasa la kwanza, kwa kuwa nilikuwa sijui kuandika, walimu walinichapa. Niliondoka shuleni nikakimbia shule, sikutaka kurudi tena shuleni. Nikasema hapa sitaenda tena. Na wakati ule madaftari yalikuwa ni shida sana, tulikuwa tunaandika chini. Wale ambao tunaanza kujifunza tunaandika, mwalimu anatuandikisha chini, andika. Lakini leo hii kuna teknolojia kubwa, watoto wanaweza kuandikia kwenye vitu vizuri ambavyo sisi havikuwepo. Sasa basi mimi nilikimbia. Baada ya hapo tena nikarudi, mwalimu akanichapa, nikakimbia tena, nikawa sitaki shule. Lakini baadaye nikapata utulivu, nikatulia, nikaanza shule. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema, ukitaka ufanikiwe katika maisha yako ya kiroho, jitahidi kununua daftari hata la shilingi 1000 au la shilingi 2000, hata la shilingi 500 na biki ya shilingi 200, ukaandika somo ambalo linafundishwa kanisani, kwa sababu hiyo ndio akiba yetu. Hatuna akiba mahali pengine popote, ila somo unaloandika kwenye daftari lako ndilo hilo Roho Mtakatifu anaweza kukukumbusha. Wakati mwingine akakutembelea, ukarudi kulitafuta daftari lile, ukaanza kusoma vile vifungu au yale maneno ya mtumishi wa Mungu au zile point alizokuwa anaandika, zikakunyanyua, zikakuinua, zikakupandisha kiroho, ukawa ni mtumishi wa Mungu ambaye tunakutumaini na tunakutarajia kuwa wewe uwe kiongozi bora wa baadaye. Ndio maana hata darasani mwanafunzi asiyeandika hastahili, anatakiwa afukuzwe shule, arudi nyumbani, kwa sababu yeye hana madaftari ya kuandikia. Kwa hiyo ninaomba ukiwa mtumishi wa Mungu jitahidi kuwa na daftari. Biki si 200 jamani, daftari 500. Andika, ukimaliza peleka nyumbani. Kusubiriana kunaleta hasara kiroho. Ndio pointi yetu ya leo, tunataka tuzungumze hiyo. Kunaleta hasara katika roho. Na kusubiriana huko ndiko ambako Mungu pia anaangalia sana. Jicho lake kubwa Mungu liko kwenye kusubiria. Unapomsubiri mtu akichelewa, amesema mimi niko Kilimanjaro, unapomsubiri akichelewa, cha kwanza unakata tamaa, unaamua kuondoka na kuendelea na majukumu yako, kwa sababu huyo mtu amechelewa. Sawa? Lakini unapokuwa unamsubiria mtu akiwahi kwa wakati,
umemsubiria amekuja katika wakati sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Maanake kinacholindwa hapo ni muda ule mliopatana na mliokubaliana. Sasa hapa kichwa cha somo kinasema kusubiriana kunaleta hasara ya kiroho. Maana yake nini? Sisi tuliokoka, Mungu ametupa nafasi ya upendeleo. Jambo la kwanza ambalo tunapita nalo, tunalotembea nalo kwenye maisha yetu, tunaishi maisha ya kusubiri sana sana sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunasubiri sana kwa sababu sisi tumeungana, tumekuwa viungo ndani ya Kristo. Na neno la Mungu linasema walipo wawili watatu na mimi niko katikati yao. Maanake kama hawapo hawa wawili, yuko mmoja, maanake kuna mwingine anasubiriwa ili aje akamilishe walipo wawili watatu, ili mimi niwepo katikati yao. Unaelewa maanake kusubiria sasa? Maanake huyu anayetokea akakaribia pale anakuwa tayari ameshamkamilisha Mungu katika maisha ya yeye Mungu kuwepo katikati yao. Simama. Naomba simama mmoja. Simama, njoo mtumishi, tutahubiri wote. Naomba Roho Mtakatifu anipe. Biblia inasema walipo wawili watatu na mimi nipo katikati yao. Walipo wawili watatu na mimi niko katikati yao. Sasa huyu yuko mmoja. Sawa? Manake kama yuko mmoja, manake utendaji wa nguvu ya Mungu au Mungu kuwepo katikati yake hautaweza kukamilika kwa sababu yuko peke yake. Ongezeka sasa. Ongezeka mwingine hapo sasa. Biblia inasema walipo wawili wangapi? Watatu. Manake sasa Roho Mtakatifu au Mungu anataka huyu hapa waongezeke wengine ili Mungu awepo katikati yao. Manake Mungu ataanza kuzunguka kwa huyu, atazunguka kwa huyu. Manake Mungu anakuwa yuko katikati yao. Mazungumzo yao au maneno yao watakayokuwa wanazungumza, kwa sababu Mungu yuko katikati yao, kuna kitu kinatokea ndani yao ambacho kitaweza kusababisha maisha yao yakawa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kakae sasa. Zilikuwa ni pointi zangu na nafafanua maana kusubiria. Lakini Roho Mtakatifu anatuhitaji zaidi, ambalo ndio msingi na ndio somo letu la siku ya leo. Sema ndio. Sasa Mungu anataka watu wawepo hawa wawili watatu ili wakatikati yao. Maana yake sasa tunasema hawa watu wataishi maisha ya kuwinda. Wataishi maisha ya kufanya nini? Ya kuwinda. Maana yake wao kama wao wamejikusanya, wamekuwa watatu, lakini yule wa katikati yao hawamjui. Yule wa katikati yao hawamjui. Wao wanaonekana ni watatu, lakini huyu wa katikati yao ambaye anatakiwa wasaidie kwenye yale ambayo wamejikusudia, waliojipanga, hawamjui. Kwa hiyo wanatakiwa waanze kuwinda. Njoni. Kameanza kuja hako. Njoni. Wamesimama hivi, lakini yule aliyeko katikati yao hawamjui. Si ndio? Maanake wanaanza maisha ya kuwinda. Wanamuwinda yuko wapi ambaye yuko katikati yao, kwa sababu wao wanaonekana katika mwili, lakini ambaye yuko katikati yao yuko katika roho. Maanake kama wao watazungumza kusema Bwana hongera, lakini yule wa rohoni kuna ya kwake anayohitaji awapatie. Maanake wao wanatakiwa waishi maisha ya kuwinda. Maanake huyu awinde, huyu ambaye yuko katikati yetu yukoje, na huyu awinde, huyu ambaye yuko
katikati yetu yukoje, na huyu awinde. Kwa hiyo watakuwa wamekaa hapo wanawinda ambaye yuko katikati yao, wanamuwinda ambaye yuko katikati yao, ili awaletee majibu yale ambayo yanawafanya wao wakusanyike. Akayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watakuwa wanawinda. Watakapokuwa wanawinda, kinachofuata mbele yao hapo sasa, yule anayewindwa anataka waweze kuwa watakatifu kwanza. Umeona sasa? Kwa sababu yule anayewindwa anatamani hawa watu ili aonekane katikati yao, kwanza wanatakiwa wawe watakatifu, ili ajitokeze kwao wawe watakatifu. Manake wakiwa watatu wote wakiwa watakatifu, huyu ambaye wanamuwinda atapatikana kirahisi, kwa sababu wao wamekuwa ni watakatifu. Manake Roho Mtakatifu au huyu Mungu ambaye yuko katikati yao ya hawa watatu anataka wawe watakatifu, ili aonekane kwao wao wanapokuwa wanamuwinda. Haleluya, haleluya. Maisha tuliyomwamini Kristo, sisi tunawinda, tunawinda, tunafukuza, tunawinda maisha yetu tulionayo, tunawinda. Kuwinda kwetu katika ulimwengu wa roho ndiko kuliko beba majibu ya maisha yetu siku zetu zote. Tunawinda. Yeye anakuwinda na wewe unamuwinda. Yeye anakutafuta na wewe unamtafuta. Manake anataka muonane. Wewe unamtafuta na yeye anakutafuta. Sasa anapokuwa anakutafuta yeye, anatamani sana uwe mtakatifu ili aonekane kwako. Manake kama wewe sio mtakatifu, kuwinda kwako hautaweza kumuona. Wale wanaowinda zamani, wale tulikuwa tunawinda zamani, tunakimbia, tunafuata swala. Yaani alikoenda kanyama, hata kandege kadogo kako hivi. Yaani tunashinda siku nzima, tunarusha mawe, tunarusha marungu, wakati mwingine tumekosa, tunarudi nyumbani hivi hivi. Na wazazi wanatuchapa viboko, wanasema mmeshinda huko, hamjaleta chochote. Walikuwa wanategemea wapate nini? Kitoweo, lakini hawajapata kitoweo. Tumeshinda, tunawinda, hatujapata. Na kile ambacho tunakiwinda na chenye kinatuwinda kitukimbie, maanake kinanusuru maisha yake. Sasa katika ulimwengu wa roho, sisi tuliomwamini Kristo, maanake tunaishi maisha ya kuwinda, na kuwinda kwetu tumebeba kitu kinaitwa utakatifu. Ili Mungu wetu aweze kukaribia kwenye maisha yetu, tunatakiwa tuwe kwanza watakatifu. Anapotuwinda yeye, akija akikuta tuko watakatifu, anashuka anatupatia ahadi yetu. Andika point. Kuna vitu 6 nimeandika ambavyo tunawinda. Vitu vingapi? 6 ambavyo tunawinda. Na kuwinda kwetu tunatakiwa tupate majibu kabla ya sisi kuondoka duniani. Sawa? Kabla ya sisi kuondoka duniani, hivi vitu 6 ndivyo Mungu anatamani tuende navyo kule mbinguni. Vinginevyo hatutaweza kupaona pale ambapo tunasema ni pa ahadi, kwa sababu hivi vitu 6 vimebeba makusudi yake. Haleluya. Sema siku ya leo nzuri. Siku ya leo nzuri. Nimeandika vitu 6. Na hizi point unaweza kaandika. Kitu cha kwanza kinasema kufanya ibada ya mapatano ni kuwinda. Kitu cha kwanza hicho. Kufanya ibada ya mapatano ni kuwinda. Nitakuja huko. Andika kama naandika. Kitu cha pili, kutoa sadaka ni sehemu ya kuwinda. Kutoa sadaka ni sehemu ya kuwinda. Changapicho cha pili, andika. Siende haraka ambao hujaandika. Kutoa sadaka ni sehemu ya kuwinda. Kitu cha pili,
cha tatu si ndio? Kitu cha tatu kinasema kufanya ibada binafsi ni kuwinda. Kufanya ibada binafsi ni kuwinda. Lazima mnakaribia kumaliza. Kufanya ibada binafsi ni kuwinda. Jambo la ngapi? La ngapi? La tatu ile umeshaandika. Tunakuja jambo la nini? La 4. Jambo la 4 linasema kufanya kazi yoyote inayolihusu kanisa ni kuwinda. Kufanya kazi yoyote inalolihusu kanisa ni kuwinda. Sawa. Pointi ya ngapi hiyo? Kufanya kazi yote inayohusu kanisa ni kuwinda. Jambo la 5. Penda na maandiko yake. Kusoma neno la Mungu na vitabu ni kuwinda. Kusoma neno la Mungu ya Biblia. Kwenye pointi hiyo inasema kusoma neno la Mungu. Neno la nini? La Mungu. Alafu kusoma vitabu ni kuwinda. Hiki ni nini? Kimeandikwaje? Kimeandikwaje? Hamuoni? Tujenga wenyewe madhabahu, tunataka tuvunje sheria. Kimeandikwaje? Asante. Tembea God. Kimeandikwaje? Asante. Kuinuka, si ndio? Simeona? Hiki ni nini? Ni kitabu, si ndio? Hiki ni kitabu, wengine macho hayaoni mbali. Hiki ni kitabu, si ndio? Na hili ni nini? Hapa limeandikwa nini? Soma hapa. Limeandikwa nini? Sana. Kwa hiyo kusoma neno la Mungu na vitabu ni kuwinda. Hai. Tumalizie. Tunakuja la ngapi? La 6. La 6 linasema kupenda kila kinachomhusu Mungu ni kuwinda. Kupenda kila kinachomhusu Mungu ni kuwinda. Tunaanza sasa. Mmeshamaliza kuandika au ndio naenda kumaliza kuandika? Kupenda kila kinachomhusu Mungu ni kuwinda. Kupenda kila kinachomhusu Mungu ni kuwinda. Mambo haya 6 ambayo tumeyazungumzia, ya sadaka, ya neno la Mungu, ya kazi, ya maombi, yote haya yamekamilishwa na kitu kinaitwa utakatifu. Manake hivi vitu 6 unapokuwa unavitekeleza ukiwa wewe umeokoka, manake unawinda utakatifu. Vyote vimebeba kitu kinachoitwa utakatifu. Utakatifu huu ambao tunauzungumzia, manake tunasema usafi, uzuri usiokuwa na doa lolote,
weupe ambao haujachanganywa na kitu chochote ndani yake. Huu weupe unafananishwa na malaika ambao wanasema malaika wamevaa vazi jeupe. Maanake ni wasafi. Na neno la Mungu linasema tutaimba, tutasifu, tutaabudu, yaani nderemo zote mbinguni huko siku ile ya mwisho, ni kwa sababu kuna watu wamewinda utakatifu. Tukiwa tumeokoka hivi, maanake Mungu anatamani sisi tuwinde utakatifu, na yeye yupo kwa ajili ya kutuwinda. Vinginevyo tutaishi kama ni watu ambao tupo tu, kwa sababu hatujakubali kuwinda. Tunapokubali kuwinda, maanake tunaukaribia utakatifu. Huo utakatifu ndio Mungu mwenyewe. Huo utakatifu ndio Roho mwenyewe. Huo utakatifu ndio Mungu mwenyewe, ndio Yesu mwenyewe, ndio huo utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tunawinda kwa kuwinda. Maanake Mungu ametupa nafasi hii ya upendeleo katika maisha yetu ya kiroho. Kitu cha kwanza natamani sisi tufanikiwe, cha kwanza tunawinda kupitia neno lake Mungu. Maanake anatufundisha hivi, tunatakiwa tujue kusoma neno la Mungu. Neno la Mungu ambalo ndio Biblia. Na Biblia inasema imehakikishwa. Imehakikishwa mara zaidi na zaidi. Hakuna kitabu kinachofanana na Biblia. Lakini tunaposema kusoma vitabu, Biblia inasema kuna tenzi, tuimbe tenzi vitabu, si ndio? Kwenye kitabu cha Zaburi. Maanake Mungu anataka wale waliopata neema ya Kristo ya ufahamu wa kupata sehemu ya utakatifu wa Mungu, wamejazwa neema, wakaweka kwenye kitu kinaitwa kitabu. Sasa sisi kwa sababu tunawinda huu utakatifu, lazima tutafute vitabu ambavyo Mungu amewapa watu neema, vinavyomzungumzia Mungu wa mbinguni, ambaye sasa tunaposoma hivi vitabu tunaingia kwenye rejea neno la Mungu. Hawa watu wamelipata wapi hili neno waliloliandika? Tunakuja tunalikuta liko kwenye nini? Kwenye Biblia. Na ufafanuzi wa Roho Mtakatifu uko tofauti. Wengine wana ufafanuzi wa kina, wengine wana ufafanuzi wa Roho Mtakatifu mwenyewe, wengine wana ufafanuzi wa akili zao wao wenyewe. Tunajua kwa sababu sisi tumehesabiwa na tumejitambua, tumejua Mungu wetu anataka nini. Ndio maana tunawinda maarifa kwenye kitabu. Tunapopata maarifa, yanakuwa ndio msingi wetu wa kuwa watakatifu, ili Mungu atukaribie. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Utakatifu. Nataka nizungumzie kitu kingine. Roho Mtakatifu ananiletea hapo. Kamekuja hapo. Yaani katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili, sisi Roho Mtakatifu anatutaka sana tuwe watakatifu ili atimize ahadi zake. Maanake mpaka sasa hatujapata ahadi zake, kwa sababu tuko kwenye mawindo ya kuwinda utakatifu. Ukikamilika, ahadi za Roho Mtakatifu zinakuja kwako, kwa sababu umekwisha kukamilika, na Mungu anashuka mzima, kwa sababu umekwisha kukamilika. Umeutafuta utakatifu. Haleluya, 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 haleluya. Unakuja mfano mwingine. Niseme hivi jamani, tulizane wote kwa pamoja. Hivi bahari, hebu niulize, hii bahati inakusanya maji yanashuka chini, si ndio? Mito inatoa maji. Ile mito inapotoa maji, kuna mahali ambako inaelekea, si ndio? Maanake mtu unatengeneza njia wenyewe. Unasema sisi mwisho wetu ni baharini. Mwisho wetu ni wapi? Ni baharini, sio nchi kavu tena. Kama kuna nchi kavu, kitakachofuata hapo, huo mto utatengeneza wenyewe bwawa, au utatengeneza wenyewe kisima cha kujikusanyia wenyewe. Lakini asilimia kubwa ya mito mingi inakimbilia baharini, kwa sababu
sababu yenyewe imetunza maisha yake baharini. Unasema asubuhi, unasema nini? Yaani imetunza maisha yake maji baharini. Vinginevyo mvua inayonyesha hii yangekuwa nakaa kila mahali. Nisikilize. Hivi mimi kujiuliza. Siku moja nikasema hivi, hii bahari ni choyo. Yaani ni choyo mno. Kwa sababu yenyewe inakunywa maji ya nchi nzima. Inakunywa maji, yaani mvua inanyesha juu, inakunywa yenyewe mpaka inaleta kiangazi, bado imekunywa. Nikasema hii bahari ni choyo, lakini sikujua kwa nini nikasema ni choyo. Baadaye Mungu akanipa maarifa, akasema wewe, hivi bahari ni choyo? Ananiuliza mimi, na mimi naomba nikuulize, hivi bahari ni choyo? Bahari ni mnyimi? Bahari ni mnyimi jamani? Bahari anatupa faida gani hata kama anameza maji yote? Naam. Wanasema vitu vingi. Moja hapo kitu cha msingi ambacho nikuja kugundua kwamba bahari na upendo. Nikaja kusoma neno la Mungu linasema hapo mwanzo Roho wa Mungu alikuwa katikati ya vilindi vya nini? Vya maji. Maana yake kule kumetunza baraka. Roho wa Mungu alikuwa juu ya vilindi vya nini? Vya maji. Kumetunza baraka. Nikaja nikapata faida ambazo zinatokana na bahari. Kifuku chote, muda wa mvua, inanyesha mvua, maji yanaenda kwake inachukua. Huku inatoka na makopo, inatoka na juisi zingine ambazo hawajafungua. Zingine wamefungua, wenye hela zao wamekata nusu kidogo. Inachukua inapeleka nao huko. Wakati mwingine umefuga mifugo yako yenyewe kwa sababu inataka ikusanyie kule. Inamchukua ng'ombe wako uliyemfunga, inakata kamba, inachukua inaenda naye wapi? Baharini. Wakati mwingine wewe mwenyewe ukizembea, inakuchukua inaenda kukuhifadhi wapi? Baharini. Kitu chochote hakiwezi kustahimili kwenye maji yanayotembea, yanayokimbia. Maana yake kwamba hii bahari inameza vitu vingi, lakini katika kumeza vitu vingi inatupa faida kubwa mno. Moja kwa moja, kwanza inatupa kitu kinachoitwa uhai. Fikiria, huku Tunduma hakuna bahari, si ndio? Lakini kwa nini unachimba kisima unapata maji? Maana yake bahari ana upendo. Amegawa maji yako chini huko, anasema chimba maji utayakuta. Huyo bahari anakupa chakula cha ajabu na cha pekee. Anakupa samaki, unakula samaki mkubwa mzuri, unakaa kwenye kiti, unasema haya ndio maisha. Mungu aliumba samaki, na samaki ni wa kwanza kuumbwa. Mungu aliumba samaki, unakaa unakula samaki. Hiyo bahari inatoa kitu kinaitwa mafuta, nishati. Umeme wenyewe unatokana na maji, unatokana na bahari ambayo ndio maji inatupa sisi, tunapata matumizi sahihi. Lakini wakati mwingine unaweza kuona kama ni choo. Nawekea mfano huu kwamba hivi Roho Mtakatifu anapoishi na sisi ametuwekea kiwango cha kukaribiana na yeye, ametuwekea kiwango cha kusogeleana na yeye. Ukitaka ufaulu